Sana katika mwendelezo wa vipindi vyetu. Karibu sana. Tutakuwa tukiendelea na masomo yetu kama kawaida, masomo ambayo lengo lake ni kutuingiza kwa nguvu katika majira mapya. Nikaribisha sana ambao umekuwa ukiendelea kutufuatilia. Hongera sana. Nione vimotomoto vyako. Nione vimotomoto vyako. Japo somo letu la leo litakuwa kidogo liko tofauti, ila sio mbaya. Nikiona nataka moto kwa sasa hivi. Jamani, sioni moto wenu. Okay, sawa, nikukaribisha sana katika kipindi chetu. Nikukaribisha sana katika somo letu la pili. Tutakuwa tunaelekea somo la pili baada ya kuwa tumeshachambua zaidi katika somo la kwanza. Sasa wacha tuingie, tuanze kudiskasi kile kiini cha jambo ambalo limetuleta leo. Tutaangalia somo ambalo linasema chakula chako kinakuua au kinakuponya? Chakula chako kinakuua au kinakuponya? Okay, leo sitafundisha. Leo nitaongea kama baba, kama mzazi, lakini pia nitaongea kidogo kuzungumzia kuhusiana na swala la familia. Tuzungumze mimi na wewe. Tuzungumze tu kirafiki. Tusicomplicate sana. Ukisoma tafiti nyingi sana ambazo tutaziangalia huko mbele, zinaonyesha kwamba sasa hivi kasi ya ongezeko la magonjwa yasiyo ya kuambukiza linakuwa sana. Yaani linakuwa sana. Na ukiangalia haya magonjwa yanatokana na kitu ambacho tunakiweka mezani. Of course tunaweza tukawa tunazungumzia kuhusu pesa. Tunawezaje kupata pesa? Tunawezaje kupata pesa kupitia miradi ya nyumbani? Lakini kwa somo hili la sehemu ya kwanza, hapo tujikite zaidi kwenye uhalisia wa maisha ya kawaida kama wazazi, kama familia. Tunaandaa kizazi ambacho ni cha namna gani? Kama nilivyosema kwamba sitajikita sana kwenye kufundisha mambo ya bustani, lakini tutadiskasi chakula ambacho tunakula kinatuua taratibu au kinatuponya. Hicho ndio kitu cha msingi ambacho tutaweza kuangalia leo. Ukiangalia chakula sio neutral. Chakula sio neutral. Chakula kinaweza kuwa dawa au kinaweza kuwa silaha ya kukuangamiza. Yaani chakula hiki ambacho tunakula, kila wakati ambapo tunakula, kinaweza kuwa dawa, lakini pia kinaweza kuwa silaha ya kutuangamiza. Sasa swala kujiuliza ni kwamba huu ufahamu tunao? Huu ufahamu wa kwamba nimeweka chakula changu hiki hapa nakula ili nishibe, au nakula ili nini kiweze kutokea, au nakula ili niweze kuishi? Nakula ili nishibe au nakula ili niweze kuishi? Sasa chakula ndio hivyo. Tunasema mwili hauharibiki kwa bahati. Unaharibiwa na maamuzi ya kila siku. Sisi leo ambao tunaweza kutembea, mimi naweza nikafundisha masaa mengi kwa sababu kuna vipindi ambavyo nilikuwa nafundisha sio vya hapa, lakini mimi toka asubuhi nafundisha, na sasa hivi tunazungumzia alasiri, na bado baadaye mida ya saa 12 nitafundisha tena. Jana nimefundisha. Kila siku nafundisha. Tuna nguvu, tuna energy. Lakini vaa kiatu cha mtu ambaye sasa hivi ana struggle kuhusu afya yake. Sasa mara nyingi tukiwa wazima hatuoni sababu ya kujipigania tuendelee kuwa wazima. Sasa somo letu la leo nataka
turudi tujione kwamba tuna sababu ya kuendelea kupigania kuendelea kwa wazima, lakini kwa kuanza kuangalia kuhusiana na kile ambacho tunakiweka mezani. Kile ambacho tunakiweka mezani. Mwili hauharibiki kwa bahati. Unaharibiwa na maamuzi unayofanya kila siku, kila siku, kila siku, kila siku. Na kuna ukweli ambao ni mchungu, wengi tunaufahamu lakini hatupendi kusikia kila siku. Mboga nyingi ambazo tunauziwa sokoni hazilimwi, haziuzi kwa minajili ya kuangalia afya ya mtu. Zinauzwa, zinaandaliwa ili pesa ipatikane. Kuna maana niliwahi kujifunza, nakumbuka mimi nilikuwa napenda sana biashara muda mrefu. Kwa hiyo tumepita katika maeneo mbalimbali at least tunapata idea kuhusiana na biashara. Niliwahi kufundishwa kitu kimoja, nikaambiwa kwamba kuna biashara za aina mbili duniani. Zote hizi biashara ambazo unaziona huko mtaani duniani wapi, zimegawanywa katika makundi mawili tu. Aidha unaweza ukacheza na maisha ya mtu ukapata pesa. Hiyo ni njia ya kwanza. Lakini njia ya pili, unaweza ukaamua ukatengeneza maisha ya mtu. Sasa naomba kuwa mkweli mwenyewe, jisemee mwenyewe. Usiseme tu kwa sababu ukitafakari unasema hiki ndio kisawa. Wewe unatamani uwe katika kiatu kipi? Ucheze na maisha ya watu au tengeneze maisha ya watu? Vyote vitakupatia pesa. Wewe unatamani uwe kwenye kundi lipi? Ucheze na maisha ya watu au utengeneze maisha ya watu? Manake nini? Manake ni kwamba tuzungumze katika ule uhalisia wa kawaida kwamba hizi mboga za sokoni, kama mtu anapiga dawa asubuhi, jioni anakuuzia, wanacheza na maisha yetu au wanatengeneza maisha yetu? Actually wanacheza na maisha yetu. Nani sasa hivi wa kumwamini kwamba anaweza kukuuzia mboga salama? Labda yule ambaye ameamua kutengeneza maisha yetu. Atengeneze maisha yetu, kupitia kutengeneza maisha yetu tutamlipa pesa. Ya safi sana, huyo amesema ni bora atengeneze maisha ya watu. Sasa mimi nakumbuka wakati siku za mwanzo kabisa, siku za kama miaka 7, wakati nimeshikilia sia sana kufundisha mambo ya kukuchumi, yani focus na kukuchumi. Kuna swali ambalo tukiwa tunawashauri wanafunzi wetu, especially hususan kwenye kufuga kuku wa kisasa, our broilers, sana sana kwa broilers, kwa sababu tulikuwa tunaambia hivi, kama utaamua kufuga broilers, kitu cha kwanza ambacho ndio kigezo cha kwanza ambacho unatakiwa ufanye, hakikisha kuku wale ambao unauza mtaani, wewe na familia yako ndio mnakula. Yaani hicho ndio kigezo cha kwanza. Kama tujapiga hesabu kuna faida, kuna hasara, sio kuna nini, kigezo cha kwanza ambacho tunataka ndio ukichukue na ndio kikakufanya ukawe sababu ya kufuga hao kuku. Hakikisha wale kuku ambao unawauzia wengine, na wewe na familia yako ndio mnaokula. Kwa sababu imetokea mara nyingi sana nikitembelea wafugaji kipindi cha nyuma sana, anakuambia kabisa hawa ni kuku wa biashara, hawa ni kuku wa familia. Hichi ni kitalu cha biashara cha bustani hicho, hiki ni kitalu cha familia. Sasa unamuuliza, hiki ambacho ni cha familia na hiki ambacho ni cha biashara, tofauti yake nini? Unajua hiki nimepiga madawa mengi lakini hiki angalau what? Okay. Sisi kwenye imani yetu tunaambiwa hivi, mpende jirani yako kama unavyoipenda nafsi yako. Mpende jirani yako kama unavyoipenda nafsi yako. Ina maana
tayari umekiuka hiyo kanuni. Wamarekani wanasema kuna kitu kinaitwa golden law. Golden law wanasema kwamba unachotaka wengine wakutendee, watendee kwanza wao. Yaani unachotaka watu wengine wakutendee, watendee kwanza wao. Automatically kitakurudia. Kwa hiyo ndio ilikuwa ndio mwongozo wa tutaanza kujadili kuanzia hapa. Kwa nini? Kuna shortcut nyingi sana kwenye kuku wa kisasa. Nyingi mno. Nyingi sana za kuku wa kisasa. Kuna rafiki yetu mmoja ambaye wakati sisi tumeanzisha program ya Kuku Chumi, tulianzishia nyumbani kwake. Nafikiri alikuwa ndio mwanafunzi wetu wa kwanza kabisa. Of course mwanafunzi wa kwanza alikuwa ni kanisa, lakini ile kanisa likatutolea mwanafunzi huyo ambao ndio tulinani. Waliwahi kufanya biashara na mwenzake mmoja ya kufuga au kuku wa kisasa. No, sio yeye, nafikiri ni rafiki yake, sio yeye. Ila nafikiri yeye ndio alikuwa anatupa hiyo story. Wamefanya bachi ya kwanza. Sasa jamaa alikuwa yuko busy na kazi, anatoa tu pesa. Sasa kwa hiyo anaona ile tu naingia benki. Siku moja akasema acha nitembelee huko shambani nione wanafanyaje hii biashara. Alichokiona akasema jamani, na hela zangu mbaki nazo. Hiyo dhambi sitaki. Unajua wanafanyaje? Comment hapo chini kama unataka niwaambie hiyo story. Tusadi. Kwa hiyo ukweli mchungu wa uhalisia wa soko kwa zile statement mbili, kucheza na maisha ya mtu na kutengeneza maisha ya mtu. Wengi wanacheza na maisha yetu. That's the reality. Juzi nimenunua mboga fulani kwenye Kiloko Market kidogo tu. Hakiko mbali na mtambo unaishi. Vimboga vimekauka, vimepigwa na jua, ambapo unasema hii mboga mnaenda kupigaje hapo? Nzi kibao hapo pembeni. Nilikuwa nimenunua ili kupata ile comparison ya na wale wateja wetu. Sisi watu tunaangalia kitu kimoja. Licha ya kwamba tuna utaratibu wetu sisi wa kuuza, lakini pia tunataka kuona soko linapimaje fungu la mboga na nini, ili tuone jinsi ya kuawadi wateja wetu. Kwa tulinunua ili kwa lengo la kufanya comparison. Kwa maana mtu akisema anaenda kununua sokoni, licha ya kwamba sisi tutazungumzia kuhusu ubora, sifa ya mboga, lakini tunataka kuona pia quantity ambayo ananunua kule ni ya namna gani. Okay, tunasema zinalimwa kwa haraka. Kwa nini tunasema mboga za sokoni nyingi hazilimwi kwa ajili ya afya? Kwanza zinalimwa kwa haraka. Kumbukeni nimeuliza swali, kwa mnijibu hilo swali. Mko interested niwaambie kitu gani kilitokea wewe rafiki yangu alivyoenda huko shambani katokea. Zinalimwa kwa haraka. Zinalishwa dawa. Zinavunwa kabla ya kukomaa. Unasikia zinakomaa zikishavunwa. Acha kabisa. Tunasema soko halikuulizi afya yako. Soko linauliza itakaa baada ya siku ngapi bila kuoza. Soko halikuuliza afya yako. Sio maswali ya kujiuliza. Soko linajiuliza swali moja. Hizi mboga nikichuma zitakaa muda gani bila kuexpire? Bila kuonekana zimeoza. Bado ziendelee kuonekana ziko bora. Tatizo si kwamba hatuli mboga. Okay, kuna tatizo la kwanza ambalo watu hawali mboga kabisa. Lakini sasa unajua kama ni tatizo basi ni kwa kiasi kidogo sana. Kwa sababu kwanza tunafurahia mboga kwa sababu ni cheap. Tunafurahia mboga kwa sababu mtu yote anaweza kula mboga. Mboga hazina ile vigezo kwamba sijui kabila fulani au jamii fulani au dini fulani azili. Kwa tunafurahia kula kwa sababu zina sifa mbalimbali. Lakini shida sio kula mboga. Shida ni kwamba tunakula kemikali zenye rangi ya mboga. Shida ni kwamba tunakula kemikali zenye rangi ya mboga. Leo kienda sokoni kuna nyanya ngumu isiyoza haraka. Ngumu kweli kweli, haiozi haraka. Nini kimetokea? Sio kwamba ni asili, ni madawa yamepigwa. Unaona mboga ina rangi kupita kiasi, unasema aisee mbolea ilikolea kweli kweli. Hakuna cha mbolea ilikolea. Hakuna cha mbolea ilikolea.
Lakini kitu kingine ambacho ni rahisi sana, hata sisi wateja wetu wengi wametuambia kwenye mboga zetu, ladha. Kuna wao rafiki yetu mmoja anakuambia yani mteja akishanunua mboga zako Wahazi hawezi kuacha. Unaambia kwa nini? Hata usipoweka nyama. Ukiweka nyama zitakuwa amazing, lakini hata usipoweka nyama, yani mboga ni tamu bala. Hapo katambaka aisee, unajua nachukua ufungu hapo limeshiba, lakini nikifika kule aisee hata nakomba bala. Mboga ni tamu. Mboga iliyotumia madawa, mboga iliyotumia mbolea haiwezi kujificha. Yani huwezi ukajificha. Unajua, kwa mfano mteja ambaye unamhudumia ambaye alikuwa ananunua mboga zenye makemikali, zimepigwa madawa, huna haja wewe kujibemba kwake kwamba unajua mboga zetu hazitumii madawa ziju nini. Wewe tumwambie chukua ka test. Sisi kabla ya kuanza project yetu sehemu yote, cha kwanza watu tunaweka mashamba ya darasa ya haraka, tunapitisha mboga mtaani, tunaambia testini hizo mboga ndizo mnazopenda na mngetamani tuongezee mboga gani zingine. Wateja wenyewe ndio wao wanaanza kutuuliza, kwani hamuuzi? Maana yake umetoka kuja kutuletea bure. Sasa tukitaka kupata wakati mwingine, je, unajua mtu hawezi kuendelea kuomba kila siku. Ndio unadamu jinsi ulivyo. Hamuuzi hizo mboga, yani wao ndio wanakuuliza, hizo mboga hamuuzi? Kwa nini? Kuna testi tofauti ya mboga za sokoni na mboga ambazo umezalisha mwenyewe. Hebu fanya kwa jaribio. Wewe kama wewe fanya hilo jaribio. Yaani licha kwamba kuna vipimo vya kitaalamu vya kupima, je, hii mboga imetumia dawa hajatumia, lakini tu kuna kipimo cha kawaida kabisa. Ukimpatia mteja wako hawezi kukubali hiyo mboga asiendelee kuipata kwako. Kwa hiyo hicho ni kitu cha msingi. Je, ni sumu zipi usizoziona kila siku? Kwa sababu wakati mwingine huwezi kuziona kwa macho, lakini ni sumu zipi ambazo uzioni kila siku? Kuna dawa za wadudu. Shida sio dawa za wadudu. Shida ni uzingatiaji wa matumizi wa hizo dawa. Kila dawa imeandikwa. Kama haijaandikwa ina maelekezo. Mwenye jukumu la kufuatilia maelekezo ni wewe unanunua. Kwamba sawa, hizi ni dawa za wadudu. Ninaamini kwamba kama ni sumu za wadudu, manake hata mimi ni kiumbe pia. Swali linakuja, hata kama basi umeamua kutumia hizo madawa sasa, je, nirudie nichume baada ya muda gani? Yaani baada ya muda gani unaruhusiwa kuchuma? Lazima hicho kitu uulize. Lazima usome. Sasa vita yetu sisi ni kwamba mtu anapiga dawa asubuhi, jioni mboga inauzwa. Ile dawa bado ni kali. Sasa hiyo ndio changamoto kubwa. Lakini ni sumu zipi ambazo huzioni kila siku? Tumesema dawa za wadudu, mbolea za viwandani, hiyo tunafahamu. Zile ni chemical. Lakini kuna kemikali za kuhifadhia. Sasa unaona mboga imepigwa dawa, ikawekwa mbolea ambayo ni kemikali, wakati bado inasafirishwa inapuliziwa tena ili siharibiki. So sad. Tunasema hizi sio sumu za kuua ghafla, ni sumu zinazoua taratibu. Taratibu. Leo utasikia mambo ya kiungulia, utasikia mambo ya vidonda vya tumbo, utasikia mambo ya kuvimbiwa, utasikia mambo ya uchovu sugu. Hayo tutayasikia. Lakini haya yote ni matokeo ya hizo aina mbalimbali za sumu. Aidha zinawekwa kwenye mboga kwa kupulizio, zinawekwa kwa ajili ya kuhifadhia, au ni kemikali kwa ajili ya kukuzia. Zote zipo. Nakumbuka mwaka 2024 nilisoma gazeti moja la Nipashe la tarehe 29, waliweka kwenye front page. Nenda hata online ukiangalia hilo gazeti utaliona. Na kama wewe umekuwa miongoni mwa watu ambao umepitia kwenye mtandao wetu, umeona ile maelekezo ya kuhusu programu zetu. Tumeshare ile kipande cha gazeti. Gazeti la 29 Aprili lilisema kwamba kemikali za kilimo zachangia ongezeko la saratani. Wale kabisa kwenye front page, kemikali za kilimo. Kwa sababu unaweza kauliza, sasa wewe si unazungumzia mambo gani? No. Research zipo kabisa. Sio kama ni story ambazo tunaamua tu kukuambia ili tukushawishi. Hakuna chochote ambacho kukushawishi hapa. Ni kukuambia tu kitu ambacho kinatakiwa uelewe. Lakini pia nilikuwa naangalia WHO imetoa tafiti zake na data zake. Inasema kwamba
Magonjwa yasiyoambukiza ndio vyanzo vya vifo vikubwa ulimwenguni. Magonjwa yasiyoambukizwa ndio vyanzo vya vifo vikubwa ulimwenguni. Wamesema kabisa kwa data kwamba 75% ya vifo vyote, zaidi ya vifo vya magonjwa ya kuambukiza. Sasa imagine, unajua 75% ni data kubwa sana. Unajua 75% maana yake ni kwamba katika watu 10 wanaokufa, watu 7 wametokana na magonjwa yasiyoambukiza. Watu 7 wametokana na magonjwa yasiyoambukiza. Hiyo data ni kubwa sana. Yaani unaweza conclude kusema kwamba watu wote wanakufa kwa sababu ya magonjwa yasiyoambukiza. Unaondoa ajali, unaondoa magonjwa ya kuambukiza, hayo maukimwi, si manini. Magonjwa yasiyoambukiza ndio yanayopoteza watu wengi duniani, kulingana na utafiti ambao WHO wamesema. Na magonjwa yenyewe ni kama nini? Wanasema magonjwa yenyewe kama moyo na mishipa ya damu. Magonjwa ya mioyo na mishipa. Hapa nazungumzia mambo ya mapresha. Lakini wanasema mambo ya saratani, ambao hata gazeti la Nipashe liliwahi kusema. Kisukari, magonjwa kupumua, tunazungumzia mambo ya mapumu hapa. Imagine. Na kuna utafiti mmoja pia tumewahi kuifanyaga, sio rasmi, lakini nimewaambia mimi nimewahi kufanya pia mambo ya afya kipindi cha nyuma kidogo. Ule utafiti unasema kwamba ukipita kwenye nyumba 10, nyumba 5 mpaka 6, kuna watu ambao wana changamoto ya magonjwa yasiyoambukiza, sukari, pressure, kansa, stroke. Yapo haya magonjwa. Sasa ukiangalia haya magonjwa yote sio ya kuambukizwa. Ni magonjwa yanayotokana na jinsi tunavyokula. Sasa sababu kuu wao wanasema nini? WHO sababu kuu wanasema ulaji usiofaa. Hiyo ni sababu ya kwanza. Ulaji usiofaa. Lakini kuna issue ya kunywa pombe. Kuna issue ya ukosefu wa mazoezi. Unajua unakula vyakula visivyofaa, hufanyi tena mazoezi. Sasa vinaweukaje sasa? Kwa sababu kwenye mazoezi tunashauriwa tu fanya mazoezi yanayotoka jasho, at least dakika 30, lakini utoke jasho. Japo nasema ziko sababu nyingine zaidi, kwa mfano kama issue ya uchafuzi wa hewa, lakini sababu kubwa ni mbili. Sababu kubwa ni mbili. Sababu ya kwanza ni ulaji usiofaa, na sababu ya pili ni kuto kufanya mazoezi. Hizo sababu mbili ndio zinazopelekea magonjwa yasiyoambukiza, ambao WHO anatuambia kwamba yanapoteza maisha ya watu zaidi ya 75%. Sasa na kwa Tanzania pia nilikuwa najaribu kuangalia pia Tanzania, anasema utafiti wa Tanzania unaonyesha kwamba 1% ya watu wenye sukari na shinikizo la damu limeongezeka mara kadhaa ikilinganishwa na miaka ya nyuma. Sasa hapa siona specific data. Wanasema kwamba watu wenye sukari na shinikizo la damu limeongezeka mara kadhaa ikilinganishwa na miaka ya nyuma. Sasa hizo ni research ambazo zimefanyika. Sasa huenda mimi na wewe sasa hivi sio wahanga, lakini tunaweza kuwa tuna ndugu zetu ambao ni wahanga wa haya matatizo. Tuna mjomba, tuna shangazi, tuna babu, tuna jirani, ni wahanga wa haya matatizo. Lakini na tunaona jinsi wanavyoteseka. Yaani unajua ni wahanga, lakini pia tunaona jinsi ambavyo wanateseka. Kuna swali ambalo napenda uweze kulielewa. Kaa chini, jifanyie evaluation. Jifanyie tathmini kuhusiana na maisha yako ya kila siku. Unajua unapopata ufahamu ndio maisha yanapoanzia. Unapopata ufahamu ndio maisha yanapoanzia. Kaa chini, jiuliza maswali. Unatumia pesa ngapi kwa mboga kwa mwezi? Labda ni 100,000. Labda ni 200,000. Okay. Lakini pia unatumia pesa ngapi kwenye dawa?
Swali jingine ambalo ni rahisi kabisa ni kwamba wakati ukipata shida ya ugonjwa utapoteza muda na pesa kiasi gani? Kama nilivyosema, sio rahisi sana. Kwa hiyo somo wengi mkanielewa, kwa sababu maisha ya mwanadamu wakati akiwa mzima kwake huwa anaona kama ni kawaida, yaani haoni kama kuna kitu cha tofauti. Lakini vaa kiatu cha mtu ambaye anaumwa. Unajua siku zote, au siku jitolee tu, nenda Ocean Road kama uko Dar es Salaam, kama uko Arusha nenda Mount Meru hospitali. Ukifika ule muda wa kuangalia wagonjwa, waambie hebu nionyesheni wagonjwa wa cancer, nionyesheni wagonjwa wa sukari. Ingia tu kaangalie, kama hauna jirani anaumwa au hujawahi kumuona au yaani kitu cha namna hiyo. Yaani tu jitolee tu, sema tu nataka nikawatembelee wale watu nione. Alafu sasa vaa kile kiatu. Mungu amekupatia nafasi ya kuwa mzima, vaa kile kiatu. Kwa sababu sisi kama Profitable Farm, sababu moja inatufanya tuendelee kufanya, tunaamini kwamba kila familia inatakiwa kuwa na mradi nyumbani. Yaani hicho ndio tunachokiamini sisi. Yaani wewe unajisikia au hujisikii, lazima wewe na mradi. Tunaamini kwamba utu wa mwanadamu unajengwa kwenye familia imara yenye afya, chakula salama na kipato cha uhakika kupitia miradi ya nyumbani. Yaani ndicho tunachokiamini sisi. Kwa hiyo kipato na msingi wa afya kinaanzia nyumbani. Matajiri ndio tunachokiamini na ndicho ambacho wanakifanya. Kuna rafiki yangu mmoja yuko China, anasema hazi au masomo anayofundisha, yaani huko China kila nyumba inahakikisha ina kabustani. Wanalima kwenye balkoni, wanalima kwenye mifuko, kila sehemu. Wachina wanazalisha vyakula vyao wenyewe. Na ukiangalia pia life span ya Wachina iko juu. Ukiangalia na life span za sehemu nyingine duniani, iko juu kabisa. Ukiangalia madawa mengi ya asili ya Kichina yanatokea China. Mengi sana yanatokea China. Ma supplements sijui manini haya watu wanauza huko mtaani, nasikia Kichina. Jamaa huko China, ule rafiki yangu ananiambia, mimi sijafika China. Marekani nimefika, lakini China sijafika. Ananiambia kwamba kule China wanalima. Na nimewahi kushare pia kwenye Instagram yangu. Yule Mchina mmoja hivi ameonyesha, anaamka asubuhi, anaenda kwenye bustani yake, anafungua bomba, maji yanamwaga kwenye bustani, anachuma sijui mitango, anachuma sijui kitu gani, anakula kabisa, yani anakula kabisa hata hajaoshwa. Anaenda kwenye mlaji wake wa kuku, anakata ile majani ambayo hayafai, anawapatia kuku, anaokota mayai, anaelekea ndani. Hiyo ndio lifestyle ya Wachina. Sasa Wachina lifestyle yao, kwa sababu ndio maana kitu kinaitwa life span ya maisha yao ni juu. Siku zote anasema jifunze kwa mtu aliyefanikiwa. Jifunze kwa mtu aliyekutangulia. Wachina ndio hivyo maisha yao walivyo. Na sisi tunaamini kwamba sio kitu cha bahati mbaya sisi kupewa hili wazo. Hatujapewa tu tuwafundishe tupate pesa. Pesa zitakuja tu. Kwani pesa ni kitu gani? Pesa sio kitu cha kuitafuta. Pesa ni kitu ambacho kinakuja chenyewe kama unatatua tatizo. Kaa kwenye sababu ya kufanya unachofanya. Fanya kile kitu kwa moyo. Uone kama Mungu atakufungulia milango. Hata tena unaweza kupata pesa nyingi hata kuliko hata kitu unachofanya. Mungu ana namna ya kumbariki mtu kwa namna tofauti kabisa. Sisi tunachokiamini kwamba familia hizi zinahitaji kuwa na project nyumbani. Kuku utapata mayai yana protini. Mboga utapata mavitamini, utapata madini. Alafu sio mradi ambao wa kusema mtu sijui uwe na mtaji ya milioni 10. Mtaji wa kopo, mfuko, maudongo. Ukienda kwenye kununua mbegu, kwa mfano hapa na mbegu na moja hapa. Kuna hizi hapa ninayo kwa haraka. Huu ni mchicha huu hapa. No, huu ni mnafu. Inauza gramu 10. Ziko nyingi huko ndani. Kinauza 3000. Huwezi kukosa 3000 ukajitengenezea mboga yako ya mchicha au mnafu ambao unakula, unaleta afya kwenye familia yako. Huwezi kusema umekosa. Huwezi kabisa.
Hii ni pak choi. Aka nauza na kenyewe 3000. Japo kanakuwa na vipunje vichache kama 100 tu. Aka ni kamboga fulani ka gharama kidogo. Lakini sio mbaya. Hii mashina 100 sasa rafiki yangu. Haya mashina 100 unayapeleka wapi? 2000 3000 umeshachukua miche yako, mbegu zako umeotesha. Sisi tunaamini kwamba miradi ya nyumba, bustani na kuku. Sawa, unaweza kufuga mamiradi mingine huko umejiongeza mwenyewe. Sisi tunapozungumzia kuku as a simple project. Unaweza kuwa na kuku wako 5, wa kuku wako 10, maisha yakaendelea. Pembeni yake hapo ukajaza udongo kwenye makopo ya maji na nini, maisha yakaendelea. Yaani kwa level yako hiyo maisha yakaendelea. Lakini tuzungumzie kuhusu mtoto, familia na hatia ya kimya. Unajua siku zote watoto hawali kwa machaguo yao. Familia inaamini mawazo yetu. Yaani familia inaamini mawazo yetu, inachukua mawazo yetu ndio inayofanyia kazi. Unapokuwa kama baba, unapokuwa kama mama, unapokuwa sio ni shangazi, sio ni mjomba, una familia nyuma. Ile familia inafuata mwongozo wako. Mimi kuna saa nilijiuliza kitu kimoja. Niona Mungu alitengeneza kitu kimoja cha nini sana. Hakutaka watoto wakae na wazazi muda mrefu. Hicho kitu mimi nilikuwa najiuliza kwa nini? Kila mtu aliyekuja duniani amekuja na package yake kutoka kwa Mungu. Wazazi wamepitishiwa tu ule mtoto. Ndio maana leo hata wewe ukiondoka duniani, mtoto atateseka. Atateseka hata kidogo. Atahangaika tu kidogo, anapata foundation, maisha yanaendelea. Kwa sababu yule mtoto sio wako. Wewe tu ni umefanyika kama daraja la kupitisha yule mtoto. Yule mtoto ni wa Mungu. Sasa iko hivi, nilikuwa najiuliza kwa nini watoto hawakai muda mrefu kwa wazazi? Miaka 18 kaondoka zake. Akijitambua mapema anaondoka mapema. Akichelewa kujitambua ataendelea kukaa pale. Lakini inafika wakati ameondoka. Atatumia muda wake mwingi kwenye maisha yake mwenyewe. Niligundua kitu kimoja ambacho mimi nikipata. Mtoto akipita kwa mzazi asiyejielewa, yule mtoto atapotea. Ina maana mzazi anakuwa sababu ya kumshikilia yule mtoto miaka mingi. Kwa hiyo mtoto anapotezwa. Kwa Mungu anachokifanya, yule mtoto anakaa miaka michache, anaenda kukaa maisha yake mengine mengi kwake mwenyewe. Sasa katika muda ule ambao watoto wanapita kwenye mikono yetu, tuna jukumu la kuwatengenezea muundo wa kesho. Usipomtengenezea muundo wa kesho, Mungu mwenyewe atajua jinsi ya kumsaidia. Mungu hana shida na mtu wake, lakini anakupa wewe msisitizo wa kwamba huyu mtoto ambaye nimekupitishia kwako, nataka umlee katika misingi inayofaa. Kwa mtoto hali kwa uchaguzi wake, familia inaamini mawazo yako. Kama ungejua chakula fulani kinamdhuru mtoto wako, ungeendelea kukinunua? Ili swali nataka ujiulize. Kama ungejua chakula fulani kinamdhuru mtoto wako, ungeendelea kununua? Swali jiulize. Lakini pia tatizo ni kwamba madhara hayaonekani kwa haraka. Ndio maana kuna kupuuzia. Madhara hayaonekani haraka, lakini ndio maana kuna kupuuzia. Ndio maana kuna kupuuzia. Lakini swali linabaki pale pale kwamba unayo nafasi ya kuweza kufanya kitu. Shida ni moja, kukosea kwa kutokujua haikupi guarantee ya kutokupata madhara ya kufanya kwa kutokujua. Yaani uwe unajua, uwe hujui, madhara yanayokuja yanabaki pale pale. Kuna kauli moja inasema kutokujua sheria hakukupi guarantee ya kuvunja sheria. Hata kama haujui basi ndio utafundishwa. Sasa kuna mambo mawili ambayo watu tunajifunza. Kwenye maisha tunajifunza kwa njia mbili. Tunajifunza kwa kuwa ndani ya kile kitu ambacho tulipaswa kujifunza kabla kijapata. Yaani kuna watu ambao hata kwa kusema haya, hata kwa kujifunza haya, bado watafanya chochote. Wanasubiria mfumo wa pili wa kujifunza ambao unajifunza
wakati unapitia makosa. Hey. Sasa kumbuka, tunazungumzia kitu ambacho ni very very sensitive, afya. Na wakati ambapo tayari umeshapata ufahamu, ni wakati ambao unabidi uwe makini sana, kwa sababu ukifanya jambo ambalo unalifahamu kinyume chake, adhabu yake ni kubwa zaidi. Hakuna visingizio vyovyote ambavyo unaweza kuwa navyo na vikashinda. Sina shamba, hiyo sio issue. Mboga zote ni hivyo hivyo. Alikwambia nani? Mboga zote ziwezi kuwa hivyo hivyo. Unazozalisha mwenyewe unajua. Nimechukua udongo, nimechanganya na mbolea ya kuku, nimechanganya na mbolea ya ng'ombe, nikachukua miche nikaotesha. Hata kama mboga zangu zilikuwa taratibu kwa sababu sijapiga madawa, lakini siku nimekuja kuchuma, mboga yangu naijua. Unasemaje mboga zote ni hivyo? Hapana. Lakini mtu mwingine anakuambia hata wakulima wenyewe wanakula sokoni. Hebu tuache mambo ya ajabu ajabu ya design hiyo. Mwingine anakuambia sasa tutapambana kila kitu, tutaweza kila sio hivyo. Hatuende hivyo. Kwa tatizo sio kukosa njia, tatizo ni kukosa maamuzi ya kujilinda. Wakati mwingine ni kukosa maamuzi. Wakati mwingine ni kukosa maamuzi. Kama wewe umetufuatilia kwenye mtandao kwa muda sasa, hata kama ni siku 3, tuchukue umetufuatilia kuanzia wiki moja mpaka sasa hivi, haushindi kuwa na bustani kwa sababu umekosa jinsi ya kuanza bustani. Hauna bustani kwa sababu haujafanya maamuzi. Kuwa na bustani ya aina gani, hilo ni jambo lingine. Ila kuwa na bustani, yani kuhakikisha kwamba pale nyumbani kwako kuna mboga. Nafikiri nilikuwa si naongea na nani, nikasema tukiachana tuna mambo ya biashara ziko za aina nyingi, lakini hakuna biashara ambayo nimeiona ni nyepesi na ya haraka kama mboga. Mimi naweza nikaona unajwangwa, lakini ndani ya mwezi mmoja nikabadilisha ikawa kijani. Mwezi mmoja tu, ikizidi sana miezi 2. Nitaotesha miche mwezi mmoja ujao unaanza kuchuma. Sasa imagine sasa hivi unasema kwamba hauna pesa. Somo hili ambalo nimefundisha, kuna watu ambao wanatamani wapate mboga ambayo haina viambata sumu, mboga ambayo wanajua chanzo chake ni wapi. Pesa wanazo ila hawajui wampelekee nani. Kuna mtu ambaye unanisikiliza, unafuatilia, kila siku unasema nitaanza kesho, naanza kesho. Kwa hiyo nafikiri huyo Mungu tu ataendelea kukupatia hilo wazo. Endelea kusema nitaanza kesho. Kuna siku utakosa nguvu ya kufanya. Wakati umekosa nguvu ya kufanya, utaona jinsi gani wenzako wanafanya na wanatengeneza pesa. Kwa hiyo nikwambie siri moja, hakuna kitu chenye bei nzuri kama kitu ambacho kina thamani, kama kitu ambacho kina ubora. Huhitaji kuwa na wateja wengi, unahitaji kuwa na wateja wachache wanaohitaji ubora. Na hawa watu wana sifa moja nzuri: mboga inaliwa kila siku. Mboga sio bajeti. Watu wanaojali ubora, wanaojali quality, huwa hawasemi nitakuja kununua Jumatatu, nitaruka hiyo nitakula maharage, nitakuja kununua sijui mangapi, nitaruka nitakula nyama sijui, nitanunua siku fulani, nitaruka nitakuja. No, wao wanapata order ya kila siku. Kwa nini order ya kila siku? Wanajua kwamba mboga sio jambo la kusema nitakula kwa budget. Linaliwa kila siku. Kila siku. Pata wateja wa namna hiyo. Achana hao, nataka za 200, nataka nipimie za 300. Achana nao. Kuna watu ambao wako tayari wakipata sauce. Mtu anakusaje 2,200 kila siku ya mboga bwana? 1,000 mboga kila siku. Ni wewe tu hujaamua. Sio umekosa njia, hujaamua. Okay. Sasa ufanye nini? Amua. Ujumbe wangu wa leo, amua. Mateso unayopitia, mahangaiko unayopitia, ugumu wa maisha unayopitia sasa hivi, sio kwa sababu umekosa njia za jinsi ya kutoka.
umekosa maamuzi sahihi. Habari mbaya ni kwamba kwenye maisha kuna kitu kinaitwa time and timing. Maana yake nini? Kuna majira na nyakati. Nyakati ziko siku zote, ila majira yapo kwa wakati fulani ulioamriwa. Wakati unapata nguvu ya kufuatilia jambo fulani, ndio wakati unatakiwa uchukue hatua kuliko wakati mwingine wowote. Unapozidi kusema kesho, majira yanapotea, wakati unabakia, lakini hii inatokea baada ya muda. Unaanza kuona ile wazo limesha expire, haliji tena. Kuna wakati ukiona video yangu kwenye Instagram au kwenye mtandao una skip. Kwa sababu gani? Unaona kama nakupigia kelele. Majira yameshapita. Kuna ule wakati ambao ulikuwa concentrate, unafuatilia, unatulia, unaandika notes. Unaondoka ule wakati, hakuna jambo ambalo utalifanya kila siku wewe utakuwa na mood ile tu. Mambo ni mengi, Mungu ana mambo mengi na wewe. Anakupa hili, akiona ueleweke anakupatia jambo lingine. Sasa kuna wakati ambao unakuja kujutia wakati vitu vimeshaharibika. Ili jambo mimi nimejifunza sana kwenye maisha. Sana. Kuna wakati nitakiwa nifanye jambo fulani sikufanya. Leo nikija kuwa mtu mzima, natakiwa nilifanye kwa sababu nilikosea majira. Na sina budi kwa sababu nisipofanya itanizuia mimi kwenda mahali fulani. Anza leo kuwa na bustani katika eneo lako nyumbani. Yaani by anyhow, kwa namna yoyote ile, anza kuwa na bustani. Sasa swali la kujiuliza ni moja. Kama leo umeelewa tatizo, kesho utaendelea kula kama hujaelewa? Leo umeelewa tatizo, kesho utaendelea kula kama hujaelewa? Yaani wakati unachukua tonge, alafu nalipeleka kinywani, yale maneno ya hazi yanatokea, unakula sumu. Yaani unakula sumu. Na ukishasikia hiyo neno, hautashiba. Familia inayocheza na chakula inacheza na maisha yake. It's just a matter of time. It's just a matter of time. Katika session itakayofuata tutaangalia sasa silaha rahisi ya kujilinda bila shamba kubwa, bila stress kubwa. So jambo la msingi ni wewe kufuatilia somo ambalo litafuata. Lakini kama uko serious na unataka tukusaidie kuweza kuwa na bustani katika eneo dogo, sisi tuna program serious kwa watu ambao wako serious. Sio lazima uingie kwenye program zetu ndio ufanye bustani, no. Masomo ambayo tunayafundisha tu haya ambao ni free kabisa, una nafasi ya kuanza kitu. Lakini kama unataka kufanya katika standard ambazo ushike mkono hatua kwa hatua, tuandikie ujumbe wenye neno program kwenye nambari ya 07, naomba niandike hapo. Kwa hiyo ambao utakuwa interested tutashare na wewe. 0761825808. Andika neno program. Na uzuri ni kwamba tuna special offer kabisa kwa sababu ya mafunzo haya ambayo tunayatoa kwa wakati huu. Kwa hiyo mara baada ya kukamilisha somo hili, andika neno program. Kisha baada hapo tutashare na wewe. Tukiona kuna uwezekano wewe kuingia kwenye jukwaa letu, tutakupatia ushirikiano. Andika sasa hivi mara baada ya kumaliza hilo somo. Namba inaonekana hapo katika screen yako 0761825808. Lakini katika somo ambalo litafuata, ambalo tutakwenda kuliangalia kulingana na ratiba ambayo umepewa, tutazungumzia silaha rahisi ya kujilinda bila shamba, bila stress. Kumbuka tunaangalia somo letu la siku ya pili linaitwa chakula chako kinakuua au kinakuponya. Kwa sehemu ya kwanza lengo ilikuwa ni kuangalia uhalisia wa chakula kilichopo sokoni. Then sehemu ya pili tutaangalia tunafanyaje sasa ili kuweza kuondokana na hilo tatizo. Mimi nafikiri niwaache, na naamini nimeenjoy. Na mimi nimejifunza jambo. Jambo la msingi ni kwamba kama hujapitia masomo ambayo tumekuwa tukishare, rudi kwenye YouTube kwa jina la Profitable Farm TZ. Utakuta masomo yote ambayo yamepita kwenye somo la kwanza yalikuwa na sehemu 3. Sehemu ya kwanza, sehemu ya pili, sehemu ya 3. Na leo tuko katika siku ya pili, tumesha cover sehemu ya kwanza na muda sio mrefu tutakwenda kukava sehemu ya pili. Kwa kama ungependa usipitwe, jipe muda, nenda YouTube, andika Profitable Farm TZ, utaweza kupata masomo yote. Jambo la msingi kumbuka tu, tumesema tuna offer kwa ajili yako.
Kama uko serious unataka tukushike mkono hatua kwa hatua, andika neno program kwa namba ambayo unaangalia katika screen yako 0761 825 808. Mimi nikutakia wakati mzuri, tukutane katika kipindi kijacho.